6 huweza kukimbiza mwenge huo uhuru ndani ya halmashauri 195, na ndiyo maana leo hii tumefika ndani ya halmashauri ya wilaya hii ya Namtumbo kuja kujionea maendeleo makubwa na maendeleo yanatekelezwa na serikali yake, lakini pia na maendeleo yanaendelea kusimamiwa na serikali ya wilaya na kutekelezwa na halmashauri ya Namtumbo. Kwa kweli mimi niwashukuru sana ndugu wananchi. Ombi langu kwa wananchi wa eneo hili, tumekuja kujionea mradi mkubwa huu ambao utaenda kuwasaidia wananchi juu ya kuondosha changamoto ya maji safi na salama. Na haya yote ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha mitaa yote, vijiji vyote, kata zote tunaweza kutoa huduma ya maji safi na salama. Na ndiyo maana leo hii wenzetu wa taasisi hii ya RUWASA wanaendelea kufanya kazi kubwa ya kupeleka miundombinu ya maji ndani ya vijiji vyetu, kwa sababu wao ndio wana jukumu kupitia wizara yao ya maji ambayo leo hii imetoa fedha nyingi chini ya serikali ya awamu ya 6. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wananchi, haya ndiyo mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndiyo maana leo hii tunaendelea kuwahamasisha wananchi waendelee kuonesha amani, upendo, mshikamano na utulivu ndani ya maeneo yao. Lakini pia hapa tumejionea jinsi gani vijana wetu wanapoendelea kuunga mkono jitihada za serikali juu ya kuwezeshwa juu ya 10% ambazo Mheshimiwa Rais alielekeza kupitia halmashauri zote, manispaa zote, wilaya na mikoa, kwamba watenge fedha za 10% kwa ajili ya kuwasaidia makundi yafuatayo: kundi la kina mama, kundi la vijana na kundi la watu wenye mahitaji maalum. Na ndio maana leo hii halmashauri yetu ya Namtumbo imetuonesha kwa vitendo jinsi gani wameenda kutumia 10% zile, kwa maana 4% ya vijana ambao leo hii vijana hawa wamewezeshwa vizuri, na naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli mimi nawashukuru sana viongozi wa halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji, waheshimiwa madiwani, mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Kwa kweli wamekuwa wakifanya kazi kubwa juu ya kuhakikisha vijana wetu, wakina mama zetu, lakini pia watu wenye mahitaji maalumu wanaendeleza shughuli zao za kila siku. Haya yote ni kutokana na mapenzi ya Mheshimiwa Rais. Kwa kweli ndugu wananchi wa eneo hili, tuna kila sababu ya kuhakikisha tunaunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu leo hii ametuonesha kwa dhahiri juu ya kupambana kwenda maeneo mbalimbali juu ya kuwasaidia wananchi wetu. Kwa kweli sisi binafsi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa tumekagua ubora wa mradi huu ambao leo hii muda sio mrefu tutaenda kuwekea jiwe la msingi. Lakini pia sio kuwekea jiwe la msingi tu, mradi huu unaenda kuondosha changamoto ya maji safi na salama ndani ya maeneo haya kwa 100%. Naomba pigeni makofi mengi sana. Mimi nataka niwahakikishie ndugu wananchi, kwa jinsi tulivyokagua mradi huu na kwa maelezo ambayo tuliopatiwa, basi kupitia mwenge wa uhuru sikia leo, ukiwa unaweka jiwe la msingi, basi muhakikishe muda sio mrefu maji hapa yatatoka, na maeneo yote ambayo yamekusudiwa maji haya yatafika, ili wananchi wetu msipate shida tena. Lakini pia niwaambie ndugu vijana ambao mpo katika maeneo haya, nendeni mkatumie fursa za kiuchumi zilizopo katika maeneo yenu. Ukienda kwetu kule halmashauri, fedha bado zipo. Ni jambo la kustaajabisha leo hii sisi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa tunaenda kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba halmashauri ya Namtumbo bado fedha zipo. Hilo sio jambo zuri. Tunachohitaji sisi kuondoka hapa kwenda kumwambia Mheshimiwa Rais ile 10% iliyoelekeza kwenye halmashauri na manispaa zetu, tunahisi kwa vijana wamekuwa wengi na wananchi wamekuwa wengi. Hivyo tunaomba ikiwezekana tuongeze zaidi ya 10% na kuendelea. Haya ndiyo mambo ya kwenda kumwambia Mheshimiwa Rais. Mimi naamini kupitia mwenge huu wa uhuru vijana wengi wataenda kutumia fursa hizo, watajikusanya vikundi na kwenda kufanya mambo ya kimsingi ndani ya maendeleo yao, lakini pia kuendeleza maisha yao ya kila siku. Baada ya kuyasema hayo, ndugu wananchi, jiwe la msingi ujenzi wa mradi wa maji Msisima Malawi limewekwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 ndugu Ismail Ali Husi, leo tarehe 15 mwezi wa 5 2025. Mwenge wa uhuru oye! Samia safi! Safi!
Mwenge wa Uhuru oye! Sasa ndugu zangu, kuna jambo nimelisahau, lakini pia sijalisahau. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameniambia hapa, mara ya mwisho Mwenge wa Uhuru kufika katika eneo hili ni mwaka 1991. Jipigieni makofi mengi sana. Zaidi ya miaka 30 na kuendelea. Sasa leo hii mwaka 2025, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kuweka historia nyingine juu ya kuleta Mwenge wa Uhuru. Kwa kweli mpigieni makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Nini maana yangu kusema hivyo, ndugu wananchi? Haya ni mapenzi makubwa aliyowafanyia Mheshimiwa Rais. Sisi kwetu sisi tunaomba ni moja. Nendeni mkashiriki kwa wingi kwenda kupiga kura na kwenda kumpa heshima Mheshimiwa Rais ambaye leo hii amewapatia wana kijiji hichi. Naamini mtakapofanya hivyo, basi leo hii kama tulikuja kuweka jiwe la msingi la maji safi na salama, naamini tutakuja tena kuweka lami barabara hii yenu ambayo mnaiona hapa. Nendeni mkamchague Mheshimiwa Rais, naamini atawasikia, lakini pia atawatendea haya yote ambayo kama wananchi, kama wanadamu unayohitajika kupatiwa ili na nyinyi muendeleze maisha yenu kwa urahisi. Dr. Samia oye! Nawashukuru sana na asanteni sana. Bila VAT. Lakini pia ndugu kiongozi, mbio za Mwenge katika mradi huu unahusisha nguvu za wananchi shilingi milioni 3.2, hivyo kufanya gharama nzima ya mradi huu kuwa bilioni 1,119,000. Ndugu kiongozi, mbio za Mwenge kitaifa, mradi huu wa maji Msisima Mnarawi unahusisha vijiji viwili ambavyo vina wananchi 4,081. Mradi huu unahusisha ujenzi wa chanzo cha maji katika mto Msukambale, lakini pia mradi huu unahusisha ujenzi wa tenki la kukusanyia maji lenye ujazo wa lita 50,000. Vile vile inahusisha ujenzi wa nyumba ya pump, yani pump house, pamoja na ununuzi na ufungaji wa pump. Ndugu kiongozi, mbio za Mwenge kitaifa, mradi huu pia unahusisha ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lenye ujazo wa lita 200,000 kama tunavyoliona. Lakini pia mradi huu unahusisha ujenzi wa mtandao wa mabomba wenye urefu wa kilomita 12. Ndugu kiongozi, mbio za Mwenge kitaifa, mpaka sasa mradi huu umefikia 60% na kazi zilizotekelezwa ni kama ifuatavyo. Ndugu kiongozi, mbio za Mwenge, tayari tuna ujenzi wa chanzo katika mto Msukambale, lakini pia tuna ujenzi wa tenki la 200,000 kama tunavyoliona, lakini pia tuna mtandao wa mabomba zaidi ya kilomita 7 ambao umeshakamilika. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, chanzo cha maji wa mradi huu ni uwezo wake ni lita milioni 4 kwa siku na mahitaji ni lita 242. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, karibu kwa ajili ya ukaguzi wa mradi huu. Lakini pia mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 17 mwezi wa 10 2023 na unatarajiwa kukamilika tarehe 16 mwezi wa 6 tarehe 13 mwezi wa 6 2025. Karibu sana ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa.